tuambianeni ni ukweli. Tuambianeni ni ukweli kwa hanya. Ukweli tuambianeni bana. Wewe usijifai mfasi wa Raila kushinda mimi Maboza. Wewe hujapigwa kwa sababu ya Raila, mimi nishapigwa kwa Raila. Sasa ndugu yangu. Kwa hivyo mimi bana nikikashifu Raila, msijaribu kujifanya mfasi wa Raila. Raila ameenda pale kibinafsi yake. Wacha. Kwa sababu gani nikaongea hivyo bana? Nikaongea ule ukweli. Nikitoka hapa inakuja. Nikaongea ukweli. Wewe nini mzee wewe? Nikaongea ule ukweli bana. Maana tunaona Raila wakati Raila alifanya handshake na Ruto, hata mimi mwenyewe pia nilikuwa na ile imani kisema huyu mzee miaka yote anaongea kutetea wananchi. Labda vile ameshikana na Ruto tutaona mabadiliko katika si wananchi. Lakini mzee amekaa pale, mabadiliko hakuna, maovu yanafanyika, watu watekwa nyara akiuliwa majumbani kwao, watu wanapotezwa na Raila yuko pale na haongei lolote. Raila ameenda pale. Ngoja. Raila yuko pale kutetea biashara yake. Raila ameenda pale kutetea biashara yake. Maana Raila alijua kwamba serikali ikiangushwa na vijana wakitolewa nje biashara yake itakufa, itakuwa mambo yake itaribika. Sasa mnapenda kujiokoa yeye. Hapana, msinipe instruction. Yule ameongea wacha wamalize. Haya. Asante sana Mr. Chairman. Unajua vile hautani interact vile naongea Mr. Sawa? Unajua haina akili kama uwezi ongea hapa, mtu anaongea na unapiga mdomo. Acha kutoa akili yako. Mimi nasema ya kwanza njoo umalize. Ongea. Naongea baada ya huyu. Akitoka wataongea. Mtu hajaongea, kazi yake ni kufanya tu hivi na hana kitu ya kusema. Maboza information yake very poor. Hamna kitu. Siasa zake bado ni zile za zamani. Mimi ndo nakwambia Maboza, angalia hii Kenya imetoka wapi, inaenda wapi? Mbona unapiga kelele? Tuache malize nyinyi, kuna shida gani nyinyi? Tuvunje hii kitu, huyu aende na vitu zake kwa sababu hii sasa si siasa. Mtu anaongea na watu wanaongea huko. Hiyo ni nini? Karibu watu watoke waende mahali wanaenda. Kabila kama Gachagua bwana. Jaribu hiki. Sasa tolea. Aendelee. Bwana unapiga kelele bwana, kwa na akili bwana.